Karibu tena kwenye channel yetu Ajira Update, na tumepokea comment kwa ndugu yetu mmoja anaitwa Pangani. Kama unakumbuka, jana alicomment pia alikuwa anahitaji ushauri, ila leo amecomment amesema, mi Pangani nimekuelewa kaka, ila kuhusu hiyo namba hata haipigi wala haionyeshi, naomba namba nilizozisevu niliandika namba 2, kwani italeta shida kaka? Kati ya hizo 2 ndo inafumbua. Yaani lengo la Pangani hapa anaeleza ya kwamba aliweka namba 2 kwenye barua namba 2, lakini kati ya namba 1 inasumbua sasa hivi. Sasa anahitaji ushauri, je, italeta shida? Sasa iko hivi ndugu yangu Pangane, kiufupi hatuwezi kujua atakaye kupigia akitumia namba ya kwanza usipopatikana, je, atachukua namba ya pili kukupigia tena? Kwa maana hiyo ni riski brother, kwamba huenda akatumia ile ya kwanza na isipopatikana, anaona watu ni wengi alionao wa kuwapigia akaiacha. Kwa hiyo kihali ya ubinadamu sidhani kama inaweza kuwa rahisi sana kwa mtu akakupigia ya kwanza, namba ya kwanza haipatikani, alafu aje arudie namba ya pili, alafu anajua ana foleni ndefu ya kupiga simu. Sidhani kama itakuwa rahisi kinamna hiyo. Cha kufanya maybe, kama vipi hiyo namba irenew. Kama ulisajilia kitambulisho chako cha NIDA, nenda ukairenew hiyo namba iwe mpya, ianze kutumika upya. Itakusaidia sana, maana ni riski sana. Afu yani kihali tu ya ubinadamu, mtu ana kazi nyingi zimemsonga, yani kuna namba nyingi anatakiwa azipigie. Akipigia ya kwanza isipopatikana itakuwaje? Je, ataingiwa na moyo wa kibinadamu au roho ya kibinadamu arudie nyingine tena? Kwa hiyo ni riski. Cha kukushauri Pangani, nenda karenew hiyo namba. Kama ulisajilia kwa NIDA yako, nenda karenew. Kama haukusajilia kwa NIDA yako, basi inshallah tuombe Mungu tu kwamba kama ikitokea wakikupigia, basi watumie namba ambayo inapatikana. Asante.